Ni katika kisa cha mgeni njoo mwenyeji apone, ambapo watu wanaoishi na changamoto za ulemavu waliweza kuonekaniwa msimu huu wa sikukuu. Kutana naye Lilian Wanjiku mwenye umri wa miaka 10, aliyeelezwa na madaktari kuwa mguu wake wa kulia haukuwa na mfupa, hivyo ni lazima awekewe chuma, ila kwa sababu ya changamoto za hela, Lilian bado yuko nyumbani tangu mwaka wa 2019. Walisema hiyo mfupa, hiyo space iko, hiyo mfupa atawekwa chuma, atawekwa chuma kifikiza 18 years. Na hii mguu nikiangalia mimi mwenyewe, hii mguu si sawa njoo. Most of the time tukilala ananiambianga soso, nasikia ni kama mfupa inacheza ndani. Hali hiyo ya uchochole ilimfanya mamake kuwatoroka, na kwa sasa wanategemea usaidizi wa nyanyake ambaye pia hawezi kujimudu. Tunakaa na shushu yangu, ni mama wetu alitoroka, alafu shushu wetu akatuchukua akakaa na sisi. Hatujui alienda siku gani, alituacha na shushu yetu. Ni mshana wangu, lakini ifika mahali hata mimi akaniachilia. Nimekuwa mgonjwa for long. Anaenda anarudi, baadaye akaacha watoto. Ikabidi nichukue watoto njoo ni damu yangu. Sasa hii mimi si uko kazi. Hakuna kazi najifanyia. Sijifanya bibarua njoo niko wiki. Pia mimi niko na magonjwa zangu tofauti. Naye Michael ana uvimbe kwenye jicho lake la kushoto, na tangu afanyiwe upasuaji mwaka 2016 bado hakuja kuwepo na mabadiliko. Shangazi ambaye alilazimika kuja kuwashughulikia Michael na mamake, ambaye pia amepooza baada ya mumewe kufariki, amesema hali imekuwa ngumu na hata kushindwa kufanikisha matibabu ya Michael. Mwishowe akaambiwa atafanyiwa operation. Hiyo clinic alichukua mwaka mmoja, akiangaliwa tu kila month. Akawa mkubwa kidogo. Sasa after 1 year ndio tukampeleka, ndio akabukiwa hiyo operation 2017 akafanyiwa operation. Sasa vile tunaona anaendelea, tunaona kuna kwingine kumeanza kufurafura huku karibu na masikio. Tukaona ni kama kuna vitu zinamea. Sasa kwa hiyo familia sisi hatuna kitu juu baba yake alianga. Kulingana na mwanzilishi wa Recovery Mission for Life Collins Obonyo, wengi wanaowashughulikia walemavu hawawezi kukidhi mahitaji yao kwa kuwa hawana kazi. Kama huyo kijana Michael na huyo mwingine Wanjiko ni wale ambao wako chini ya mradi ambao tunapatia chakula, na ndio leo tumewakusanya pamoja kwa wale ambao tunapatianga chakula kila mwezi, tuweze kuwa pamoja kwa sherehe, kukula pamoja, tukunywe pamoja, kapea manguo, tukawapea vitabu za kwenda shuleni. Wanahitaji pia msaada kama Michael anahitaji msaada wa kwenda kufanyiwa upasuaji, aliwahi fanyiwa upasuaji. Wengi wa walemavu hapo walitembea kilomita zaidi ya 25 kuja kufaidi na chakula hiki cha msaada katika kanisa hili la The Four of Glory Joska katika kaunti ya Machakos. Chaguliwa na kila mmoja ili ukaangalie wote mpaka wale wa chini, ukaangalia hata maremavu, ukaangalia hata wale hawasikii, ukaangalia hata wale hawana mavazi, hawana chakula, hawana masomo. Wito ukitolewa na wahisani hawa kwa serikali kuweka mpangilio mahususi wa kuwashughulikia walemavu hasa katika wodi ya Mudhwani katika kaunti ya Machakos. Dennis Mwendwa, Undugu TV.